vijana ni sisi. Tutakuwa waasi na majasiri dhidi ya mfumo kandamizi kama ambavyo Mwalimu Nyerere alitaka kizazi hicho kiisaidie nchi. Kwa hiyo Dayoni na watu wote ambao mnanisikiliza, tuko hapa kwa ajili ya kuisaidia nchi yetu ya Tanzania. Hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kuacha, hatuwezi kuogopa mpaka tutakapopata haki yetu ya msingi. Asanteni sana, msijisikie wanyonge, msirudi nyuma, msikate tamaa, songeni mbele. Tutashinda, tutakesha siku ya tarehe 24. Tutatoka siku ya tarehe 25 mpaka tutakapopata haki ya ndugu zetu. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, CCM na serikali wanakuwekea mtu madarakani. Hiyo ndio shida ya wananchi, wanashindwa kuijua nguvu yao iko wapi. Sasa sisi wananchi, nchi ni ya kwetu kwa mujibu wa katiba. Na kiongozi yoyote ambaye ataongoza atatokana na sisi kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo sisi endapo maandamano ya wananchi yakifanikiwa, wananchi wakishafanikiwa, wananchi wanatoka, mfano kama tutakuja kwenye mjadala kama hii, tunataka nani kwa muda aongoze nchi. Nepal walimweka baada ya kufanya maandamano yao kupindua serikali, waliamua nani aongoze serikali, mtu ambaye wanamwamini kwamba huyu akikaa pale, huyu sisi wananchi tunamwamini ataongoza nchi kwa kipindi cha mpito. Baada ya hapo ndani ya muda kadhaa, ndani ya miezi 6, ndani ya mwezi mmoja, ndani ya miezi mitatu tutaandika katiba mpya. Ndani ya miezi 6 tutaenda kufanya uchaguzi mpya ulio huru na haki. Wananchi wanakuwa wanaishi kwa amani, kwa sababu wanaweza ukategemea sana jeshi si serikali. Kwa nini serikali inaenda kufanyia uhuni tu ukasema wala sisi tunaandamana jeshi lichukue nchi? Serikali ukatengeneza kikundi chao cha jeshi ukajifanya kama umefanya uasi, mwisho wa siku mnakuta mmeingia kwenye huo mtego. Lakini wananchi tukishafanya maamuzi yetu sisi kama wananchi, tunaweza tukaielekeza sisi wenyewe, tukatoa maoni nani kutoka kwenye mioyo yetu kabisa tunahisi anaweza akatuvusha katika kipindi cha mpito. Sisi mtu akiwa jaji, akiwa ni mwanaharakati, akiwa mtu yote ambaye tunamwamini, bwana sasa hivi tunahisi hapa tulipofikia mtu fulani anaweza katuvusha, atatuvusha. Lakini cha kwanza ni mapambano, tunahitaji numbers. Tukisha kuwa wengi wa kutosha pale Dar es Salaam, kila kitu kitaenda sawa. Kwa sababu serikali yoyote wao inapiga magoti. Yaani hatutakuja kujiuliza tukishafanikisha jambo letu nani atashika. Yaani automatic tu, hata mtu ambaye alikuwa analindwa kiasi gani, lakini maji yakishafika shingoni huwa haina namna. Wananchi wakishaamua katika nchi yoyote, serikali yoyote, haina namna, wananchi huwa wanashinda tu. Kwa hiyo cha msingi ni numbers, watu watoke wa kutosha. Hakuna mtu wa kumwakilisha mtu mwingine. Yaani sisi hatumwakilishi mtu yoyote, nchi ni ya kwetu. Kuna watu wamezika ndugu zao, kuna watu wanauguza majeraha ya watoto wao, kuna watu wampoteza mtoto. Kuna mtoto kwenye maandamano tarehe 29 aliuawa akiwa nyumbani, mtoto mchanga, sio ana miezi mitatu. Yule mtoto mdogo yule alipigwa risasi. Mama kama alijifungua kwa operation, sidhani hata kama kidonda kilikuwa kimekuwa kimeshapona. Machungu na maumivu ni makubwa sana. Kuna watu wanatafuta miili ya wapendwa wao zaidi hata 8,000 hawajazika watoto wao. Hii ni nchi. Sidhani kama watu kama hawa ukiwaambia wachague kati ya Christmas na kuwapigania ndugu zao ambao hawajui miili yao ilipo, sidhani kama watachagua kula ubwabwa. Hawezi kuchagua kula ubwabwa. Tunahitaji tupate Tanzania yenye heri, Tanzania yenye amani, Tanzania yenye neema, Tanzania yenye upendo, Tanzania yenye umoja. Hiyo Tanzania hatuwezi kupewa mezani kwenye kisosi. Hii Tanzania hiyo tutaipigania kwa gharama kubwa sana. Wapo waliolipa gharama, tumezalaulika sana. Walitegemea wakifanya tarehe 29 utekaji na kila kitu, walitegemea hakutakuwa na mtu yoyote atakuja kuinua kinywa na kuzungumza. Walitaka wafute kabisa wanaharakati, wafute kabisa wasema ukweli. Lakini Mungu ametuinua, Mungu ametulinda, Mungu ameinua watu ambao hawakutegemea kama wanakuja kusema. Kuna watu wana sauti kubwa wakisema leo kuliko hata wanasiasa wa miaka yote. Kuna watu wanaweza wakasema leo wanasikilizwa na watu wengi kuliko hata wanasiasa ambao waliwatengeneza kwa ajili ya kuilinda serikali. Kwa hiyo sisi kikubwa tusiwaze itakuwa kikubwa, sisi tuwaze watu watoke. Mambo mengine yani nchi ya kwetu tu, mbona hii? Yani mambo mengine atakuja tu yenyewe. Kikubwa twende. Kikubwa twende. Wakishasikia tunapanga sana sijui tufanye nini ili aje ashike nani, twende. Tukishafanikiwa tuko pale Dar es Salaam, haitembeki. Mwanza haitembei, Mbeya haitembei, Iringa haitembei. Tutapata haki. Sisi hatuko hapa kupindua serikali.
Hatuko hapa kupindua serikali. Maneno ya hovyo kabisa na chuki za kipuzi. Hata usalama wa taifa, polisi, wanajeshi, washaulini watawala. Sisi hatuko hapa kupindua serikali. Kwani sisi tunadai nini? Yaani kudai katiba mpya ni kosa gani? Yaani sisi kudai katiba mpya kwa maneno tunakosa gani? Sisi kutaka uchaguzi uwe huru na haki ni kosa? Kutaka tume huru ya uchaguzi ni kosa? Kwa sababu kila mwaka kila mwaka watu wanakufa kwenye uchaguzi. Sio mwaka 2029 tu, hii imevunja rekodi ya chaguzi zote. Watu wamekufa 95 kwa Mlema, watu wamekufa 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, watu wamekufa 2025 pia. Watu wamekufa kwenye uchaguzi, hata uchaguzi wa mwaka jana wa serikali ya mtaa, kijiji na vitongoji. Mtu amepigwa risasi 4 kule wapi Manyoni. Mtu amekufa Ukonga, Dar es Salaam. Mtu amekufa Tunduma kwa sababu ya uchaguzi, yani kuchagua mwenyekiti wa mtaa, kijiji na kitongoji. Watu wanakufa kwa sababu uchaguzi sio huru na haki. Sasa sisi tukipigania tume huru ya uchaguzi tunakosa gani? Kupigania tume huru ya uchaguzi tunakosa gani? Sisi tunapigania uwezo, yani sisi leo hii tunapigania tuweze kumchagua mwenyekiti. Ukisoma katiba, mwenyekiti huyu wa kijiji, yani kazi yake yeye ni kuongoza watu kwenye kijiji, kwenye mtaa na kitongoji. Kazi yake ni kusoma mapato na matumizi. Kazi yake wananchi kwenye mtaa wako hapo unapoishi, unapita wewe ushirikiane na mwenyekiti. Ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Kama kuna vibaka, sijui kama kuna takataka, namna gani ya kujiendesha kwenye mtaa wenu, inabidi mchague mtu ambaye mnamwamini, mtu ambaye atawaita kwenye kikao mtaenda. Lakini hata serikali ya CCM, hata uwezo wa kukupatia wewe mwananchi, uwezo wa kumchagua mwenyekiti wa mtaa hatupewi. Hizi zalau hizi hatuwezi. Hizi zalau hizi hapana. Hizi zalau, hii nchi ni ya kwetu bwana. Hizi zalau, mwenyekiti wa mtaa, si tushinde kuchagua mwenyekiti wa kitongoji, yani mwenyekiti wa mtaa tuchaguliwe, tuteuliwe. Ifike stage diwani watuteuliwe, tuteuliwe diwani, tuteuliwe mbunge, tuteuliwe rais. Hapana, hii haiwezi kuwa nchi. Hiki ni kikundi cha wauni wachache, ni kikundi cha wauni ambacho wameamua kukalia viti vya serikali. Hiyo hatutaki. Sasa na ili mjue hatutaki, mmeshaua watu wengi sana, mmeshateka watu wengi sana, haijawasaidia na mjaanza leo wala jana. Hatuwezi tukaishi kwenye nchi ambayo ripoti ya CAG kila mwaka inasoma mabilioni ya fedha yanaliwa. Vijana wamesoma vyuo vikuu, wazazi wao wameuza ng'ombe, mahindi na matikiti na nyanya chungu, wamesomesha watoto, wana degree wako mtaani, wanaishi hapo mtaani. Yani hapo mtaani ambapo kijana mwalimu mwenye degree anakaa, shule haina walimu, shule ina walimu 3, wanafunzi zaidi ya 2000. Serikali inashindwa kuajiri mwalimu akafundishe. Hii nchi hatuwezi kuishi nchi kama hiyo. Kwa hiyo sisi tunasema wa kuongoza serikali atapatikana. Tutapata katiba mpya. Katiba mpya ndio kila kitu. Yani matatizo yote ya wakulima, wafugaji, matatizo ya ardhi, matatizo ya ajira, matatizo ya afya yanatokana na katiba. Tukishapata katiba bora, yule rais mwenye mamlaka makubwa, rais wa Tanzania anateua watu zaidi ya 2000. Anateua wakuu wa mikoa nchi nzima, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, anateua si wenye viti wa bodi. Sometimes mpaka mwenyekiti wa vikoba huko anateua rais. Yule rais gani wewe? Yeye rais ni Mungu. Alafu yule rais ambaye anateua kila mtu, huyo mtu akishateuliwa na rais anaanza kumpamba yeye. Huyo anampamba, kazi yake ni kumpamba rais tu. Ukienda sisi, wewe hapo kwenye jimbo lako na mbunge, lakini hapo kwenye jimbo lako mtu mwenye nguvu hapo ni mkuu wa wilaya. Yani huyo mkuu wa wilaya anaweza akamwelekeza polisi amkamate mbunge ambao umemchagua, akamkamata diwani, akamkamata mbunge, akamkamata mwenyekiti. Yani wale watu ambao wamechaguliwa na wananchi hawana nguvu, ni boshe tu hapa Tanzania. Ukienda huko mkoani na kukutana na mkuu wa wilaya, anaweza kuelekeza polisi muda wote wafanye chochote kile. Unakutana na OCD, nyinyi polisi mnadharaulika sana. Sisi polisi tuwasaidiaje? Yani nyinyi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, sisi tuwasaidie nini? OCD umeenda chuo cha polisi, umesoma, umepiga kwata, umegalagazwa, umefanya mafunzo, umeiva, lakini anakuja mkuu wa wilaya, hajapitia hata mgambo, mfano kama Joketi. Alikuwa mkuu wa wilaya, anaenda kumwamrisha OCD. OCD anampigia saluti huyu nani mkuu wa wilaya. Hata mafunzo hata ya mgambo hana. Ila ndio anamuendesha, anamuamrisha, anampatia amri ya ana control bunduki. Hizi si zalau hizi.
Sasa nyinyi ndugu zangu, mna maana gani kwenye nchi kama ya Tanzania? Maana sisi tukasema wananchi, tukipata katiba mpya, mkuu wa wilaya ana kazi gani? Wewe ukifikiria mkuu wa wilaya, futilia mbali vyeo vya wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, vyeo vyote ambavyo havina msingi mbele wala nyuma, futilia mbali. Mimi nipo kwenye mtaa wangu, kijiji changu, kitongoji changu, unaletea mtendaji wa nini? Sisi tuna mwenyekiti wetu wa mtaa, anajua tamaduni zetu, anajua tunapenda nini, anajua tabia zetu, tumemchagua sisi wenyewe, tunataka atuongoze. Mtendaji wa nini kwenye kijiji na mtaa? Anakuja kufanya nini? Haya, Tanga kule Mwanza ni wavuvi. Unamchukua mkuu wa wilaya Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, unampeleka Mwanza kwa wavuvi. Hajui historia yote ya nyavu, hajui historia ya ziwa, anakwenda kukontrol. Akifika kule na choma nyavu za wavuvi, choma sijui ng'ombe wasukuma kazi yao ni kufuga ng'ombe. Anafika kule anaanza kuwapangia, mwisho kufuga ng'ombe 5. Pumbavu kabisa wewe. Tunataka nchi hii sisi tuiendeshe, tunajua tamaduni zetu. Ndugu zangu, msikate tamaa, msiogope, msiingie katika mkenge wote wa kujibizana sisi kwa sisi. Tusonge mbele, tufocus, tutashinda na tutaikomboa nchi yetu ya Tanzania. Hatuko hapa kufanya mapinduzi. Tunataka tupate sheria. Mtoto wangu mimi Mwaipaya, mtoto wako wewe ambao unanisikiliza, kesho na kesho kutwa aje aishi kwenye nchi yenye demokrasia, nchi ambayo inaheshimu haki za binadamu, nchi ambayo mtu mmoja akipotea, binadamu mmoja akitekwa au akipotezwa, kama ni polisi wa eneo hilo atawajibika, kama ni rais atawajibika, kama ni waziri wa ulinzi atawajibika. Mtu akiwajibika, mtu akipata shida kwenye kituo cha polisi, kama mkuu wa kituo cha polisi atawajibika, kama sijui OCCID atawajibika. Tukiwa tuna nchi ya watu ambao wanawajibika, viongozi watatuheshimu sisi wananchi, kwa sababu wanajua nikienda kinyume na matakwa ya wananchi nitawajibishwa. Sasa hivi watu wanakufa, rais yupo, usalama wa taifa wapo, watu wanapotezwa, IGP yupo, usalama wa mkuu wa majeshi yupo, usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama wa taifa yupo. Hakuna hata mmoja ambaye anachukuliwa hatua. Hiyo haiwezi kuwa nchi. Tunatafuta haki ya kujilinda sisi wananchi, na hakuna jeshi, hakuna magereza, hakuna mahakama ambayo iliwahi kushindana na wananchi ikashinda. Wananchi tuna nguvu ya kutosha. Acha kutembea kinyonge, acha kupiga magoti kwa watu ambao wanakutesa. Sisi ndio wenye nchi ni ya kwetu. Mwalimu Nyerere alisema nahitaji unamaliza na hosia wa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alisema nahitaji kizazi jeuli, waasi zidi ya mfumo kandamizi. Kizazi hicho ni sisi hapa. Kizazi jeuli na wahasi zidi ya mfumo kandamizi. Mwalimu Nyerere alitaka vijana jeuli, jasiri na wahasi zidi ya mfumo kandamizi. Au vijana ambao aliwataja Mwalimu Nyerere. Ukiangalia CCM mnanukuu vifungu vingi sana vya Mwalimu Nyerere. Sisi tunanukuu kifungu hiki kwamba Mwalimu Nyerere alisema anataka vijana jasiri, waasi zidi ya mfumo kandamizi. Vijana ni sisi. Tutakuwa wahasi na majasiri zidi ya mfumo kandamizi, kama ambavyo Mwalimu Nyerere alitaka kizazi hicho kiisaidie nchi. Kwa hiyo Dayoni na watu wote ambao mnanisikiliza, tuko hapa kwa ajili ya kuisaidia nchi yetu ya Tanzania. Hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kuacha, hatuwezi kuogopa mpaka tutakapopata haki yetu ya msingi. Asanteni sana, msijisikie wanyonge, msirudi nyuma, msikate tamaa, songeni mbele. Tutashinda. Tutakesha siku ya tarehe 24, tutatoka siku ya tarehe 25 mpaka tutakapopata haki ya ndugu zetu, ambayo haki hiyo inataka kuminywa na wachache. Asanteni sana na Mungu awabariki.